Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina ninaitwa Pastor Melinda Liumba. Nawakaribisha katika kipindi cha Saa ya Neema. Karibuni tushiriki katika hiki kipindi cha Saa ya Neema, katika kibomu cha Saa ya Neema. Somo letu leo litasema ugomvi wa wazazi, watoto msiingilie. Ugomvi wa wazazi, watoto hampaswi au hautakiwi kuingilia katika ugomvi wa wazazi. Tutaenda kusoma Kutoka 20 sura ya 20 mstari wa 12. Unasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Watoto kwanza, katika ile andiko nasema waheshimu baba yako na mama yako. Ugomvi wowote unaotokea wewe haukuhusu. Wewe upaswi kuingilia ule ugomvi, kwa maana anapokuja kupatana wewe ndio utakuja kuonekanika mbaya. Ugomvi wa mama yako na baba yako, wewe mtoto haupaswi kuingilia, kwa maana unapoingilia ugomvi wa baba yako au wa mama yako unatengeneza chuki. Hauwezi ukakaa katika pande mbili, lazima utakuwa katika pande moja, lazima utamtetea mtu mmoja. Kwa hiyo unatengeneza chuki kati ya wazazi wawili. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto unatakiwa uwe na hekima, mtoto unatakiwa uwe na maarifa, mtoto unatakiwa umwombe Mungu, wazazi wako wawe pamoja, washirikiane. Wewe ndio unatakiwa kuwa mpatanishi, sio wewe unaenda kugombelezea au kuwa saidi ya mtu mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona mama yako ukasema mama yangu ni mwema. Unaweza ukamuona baba yako ukasema baba yako ni mwema. Lakini mama yako anapokupa upendo wako wewe ni tofauti atakumpa baba yako. Ni tofauti atakumpa mama yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapomuona mama yako kwamba ni mwema, ni mzuri, anaweza kuwa mama bora lakini akawa sio mke bora. Na anaweza kuwa baba bora lakini akawa sio mume bora. Kwa hiyo unapoingia katikati ya ugomvi wa wazazi, unatengeneza chuki katikati yao. Amen. Mtoto unatakiwa ukae katika utulivu. Mtoto unatakiwa wewe ndio uwe mpatanishi. Amen. Watu wengi wanapenda kuingiza katika ugomvi wao watoto. Hiyo inaletana matengano, inaletana chuki. Unamuingiza mtoto tabia ambayo hakuwa nayo. Na kwa wewe mwanaume, inawezekana mke wako akawa na tabia mbovu au ni tabia mbaya ambayo wewe inakufanya mpaka aonekanike sio mke bora. Ni kwa sababu wewe inawezekana umesababisha hayo. Kuna wanawake wanaolewa wanakuwa wapole sana, watii sana, wako submit kwa waume zao, lakini wanaume wanabadilisha mtu kuwa mtu jitu, kwa mtu kuwa jitu. Mtu anaweza kuwa mtu mwema akatani kuwa jitu. Tabia ile ambayo unamuonesha, tabia ile unamfanyia, ndio anachoka. Mwisho wa siku anakuwa na yeye anabadilika. Na wewe mama, inakuja hivyo the same kwa baba. Wewe mwanaume utapomtreat mke wako, hiyo nilisema kwa upande wa baba, sasa inaingia kwa upande wa mama. Na wewe mke, kama hautakuwa na heshima, hautakuwa na adabu, utafanya matendo mabaya. Mume wako akikuchoka, lazima atakuchoka kwa matendo yako, lazima hawezi kuvumilia. Ndio maana tunasema unaweza ukawa mama bora kwa watoto wako, kwa watu wengine kwenye jamii, lakini sio nyumbani kwako, sio kwa mume wako. Unaweza mbele za watu ukawe mzazi, lakini ukirudi nyumbani kwako ni mlevi, ni mgomvi, ni mtu ambaye asikii, ni mtu ambaye mchonganishi, ni mtu saa zote anataka mapigano. Ndoa inakuwa inatafarauka, hamna amani ndani. Sasa mtoto unapomwambia mama yako iko hivi, kwa mfano ni baba au kwa mfano ni mama, mtoto lazima aone kama wewe ndio unakosa, kwa sababu anamjua mama yake au anamjua baba yake ni mwema. Hata ukimwambia vipi hawezi kuelewa. Kwa hiyo watoto, msiingilie makosa ya wazazi. Mtoto usiingilie maugomvi ya wazazi. Sio
Bwana. Lakini mtoto takiwa kukaa katikati ya mtu, unasababisha matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye kusamehe tunaweza tukarudi hapo. Kwenye kusamehe ni ngumu sana. Kusamehe inahitaji pande mbili. Wengi wanajua kama kusamehe na moja ni pande moja. Ni pande mbili. Moyo lazima kwanza upone ndio usamehe. Mtu anaweza kumsamehe mume wake au mume wake akamsamehe mke wake akasema nimesamehe, lakini moyo umejaa majeraha, moyo umejaa maumivu, anakuwa anasema amemsamehe kwenye uso, lakini ndani yake hajamsamehe. Inahitaji watu wote wawili muwe mmeingia na roho ya msamaha kweli kweli, sio upande mmoja. Hiyo isipoweka msamaha ndio inasababisha ugomvi, inasababisha matatizo. Na mtoto naye wanasema like father like son, like mother like daughter. Mtoto atarithi kutoka kwako, atakopi kutoka kwako. Ndio maana hata ukiona sasa iko pia babake, iko pia babake, kuna kitu ambacho anafanana nacho. Kwa hiyo unapotengeneza mazingira mabovu katika ndoa, katika familia, ndivyo mtoto wako unataka awe hivyo. Kwa hiyo watoto msiingilie ili ukawe mke mwema, ili ukawe baba mwema. Hicho ni kibomu cha saa leo.